إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. Maana ya neno al-qari'a hii ikiwa ina maana gani? Al-qari'a anasema ikiwa ina maana ya kwamba allati taqra'u alquluba wal asmaa, ni kile ambacho kinagonga nyoyo na kinagonga masikio. Min hauli shiddatiha wa idami khatbiha, yani kutokana na ule ukali wa matatizo yenyewe, kutokana na shida za siku hiyo na ukali wa matukio yanayojitokeza katika siku hiyo. Sawa sawa, ukali wa nini? Wa matukio yanayojitokeza katika hiyo siku ya Kiyama. Akasema mal qari'a wama adraka mal qari'a, wa hadha istifhamu lil tahawil. Hii kusema ni nini kiyama ni kutaka kufahamu kunako ukubwa au wa matisho au hatari wa siku hiyo. Mal qari'a, al-qari'a ni nini? Wama adraka mal qari'a, na ni kitu gani kitakachokujulisha ni nini hiyo al-qari'a? Akasema wa bayanu idhami dhalika al-yawm, na kubainisha ukubwa wa siku hiyo. Wa annahu yawmun adhimun, kwamba ni siku nzito, ni siku kubwa. Wa yawmun shadidun, na ni siku ambayo ni kali. Ni siku ambayo ni nini? Ni kali. Kwa hivyo kama ambavyo wamepewa jina hilo kwamba al-qari'a, mal qari'a, wama adraka mal qari'a. Na ikiwa imekuja katika wazini wa ismu fa'il, jina la mtendaji. Yauma yakunu nasu kalfarashil mabithuthi, anasema siku hiyo siku ya Kiyama ni siku ambayo watakuwa watu kalfarashil mabithuthi. Sawa sawa. Akasema fi dhalika al-yawm takunu halu nas, siku hiyo itakuwa hali ya watu fi mawajani, yani katika mawimbi, baadhihim bi baadhin, baadhi yao kwa baadhi nyingine.
wa ikhtilatu ba'dihim bi ba'dhin, na watachanganyika baadhi yao kwa baadhi nyingine. Yani wako kwanza kama mawimbi ya bahari lakini pia wamechanganyika baadhi yao kwa baadhi nyingine. Kalfarashi, ni kama nzige, indama yantashiru wa yamuju ba'duhu fi ba'din, wakati zinapokuwa zimetawanyika, zimesambaa, zinakwenda makundi makundi, baadhi yake kwa baadhi nyingine, kama mawimbi ya bahari. Wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala fil ayati al-ukhra, nayo ikiwa ni mfano wa aya nyingine, kauli nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema kaannahum jaradun muntashirun, kana kwamba watu siku hiyo watakuwa ni nzige waliotawanyika, waliosambaa. Kwa ile hali ya kusambaa kwa wale wadudu, kwa wale vindegendege vile vidogo, ndivyo watu watakaokuwa siku ya Kiyama. Anasema watakunu aljibalu ay asummu as-silabu alqawiyatu almutamasikatu almatinatu. Anasema na siku hiyo yatakuwa majabali, yani yale majabali ai, akasema asummu as-silabu, yale majabali ambayo ni magumu alafu hayana matundu kwa ndani, hayana mapango kwa ndani, ni magumu. Ina maana ni jabali ambalo limejaa, sio kwamba labda kulikuwa kuna tundu ndani au kuna pango kwa ndani limepigizwa tu likasambaratika. Kwa hiyo anasema asummu as-silabu, ni jabali ambalo halina kitu ndani, halina jaufu, alafu ni ligumu, alqawiyatu, lenye nguvu, almutamasikatu, lenye kushikamana, almatinatu, pia likiwa imara, ni madhubuti. Hili jabali ambalo ni gumu hivyo, na ugumu wake huu, anasema kal'ihnil manfush, ai manake litakuwa kasufi almandufi, litakuwa kama pamba iliyopigwa pigwa. Anasema fa asbaha ba'da nadfihi kauman, ikawa baada ya kupigwa pigwa kwake inajikusanya kusanya kama vifungu vifungu, vifurushi furushi. Lakinahu ghairu mutamasikin, lakini si vyenye kushikamana, sio vyenye kuungana. Kwa hiyo kutoka kwenye ujabali ule mpaka kuwa kama nini, kama pamba ambayo imepigwa pigwa. Anasema bihaithu, kwa namna ambayo lau habba hawaun, lau kama upepo utakuja, yasiru talashan, yani inakuwa ni kitu ambacho ni chenye kupotea, chenye kuisha.
hiyo pamba hiyo inasambaratika kwa mujaradi tu wa upepo. Fatadhhabu an tilka aljibal, itaondoka hiyo milima, salabatuha wa quwwatuha, ule ugumu wake na nguvu yake itaondoka. Hiyo milima unayoiona ni migumu, ile majabali yale unayaona ni magumu hayo, ule ugumu wake hautaonekana. Sasa wewe kama majabali yanaweza yakawa kama pamba, na sio pamba ambayo ina mshikamano. Ukija upepo tu unapeperushwa na kupotea. Kutakuwa ni hali ya namna gani? Mfano kama mlima labda Kilimanjaro, Mount Meru, ukapeperushwa ukawa kama pamba tu, ambao ukija tuka upepo unapelekwa na hauoni tena umeishilia wapi. Hili ndilo ambalo limefanya kwamba siku hii, yani ndio inaeleza maana ya kwamba vitu hivyo, kama hiyo siku itawafanya watu wanakosa mwelekeo, na itafanya majabali yakawa kama hali ya sufi, kama hali ya pamba, itakuwaje kama wewe ni binadamu usiogope? Ndio maana akasema alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a. Kiyama, kitu chenye kugonga. Tena kinagonga nyoyo na kinagonga masikio. Malqari'a, ni nini hicho chenye kugonga nyoyo na masikio? Wama adraka malqari'a, na ni kipi kitakachokujulisha ni nini hiyo qari'a? Hicho chenye kugonga hicho ni nini? Akasemaje? Yauma yakunu nasu kalfarashil mabithuth, siku ambayo watakuwa watu kama mpanzi au nzige waliosambaratika. Mabithuth ni kitu ambacho kimemwagwa tu, hakina utaratibu, yani hichi kinaenda hivi kinarudi, kinakoenda kingine kinarudi, kinakuja hivi, kwa hiyo vimepandana vina. Akasema watakunu aljibalu kal'ihnil manfush, na majabali yatakuwa kama pamba ambayo imepigwa ikawa mafungu ambayo hayako madhubuti. Kama watakuja upepo, yanasambaratishwa, yanachukuliwa na yanapotelea hewani. Baada ya kubainisha hilo, thumma bayyana hala nasi fi dhalika al-yawm, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hali za watu siku hiyo. Wa annahum ala qismaini, na kwamba watu siku hiyo watatoka makundi mawili, watatoka vigawanyo viwili. Sawa, Kwa hiyo watu watagawanyika makundi mangapi? Makundi mawili. Sawa. Na hapo tunawapata wapi hayo makundi? Tunayapata wapi? Fa amma man thaqulat mawazinuhu, na ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni nzito.
Sawa sawa. Akasema ay rajahati bil hasanati wa taati. Akasema fa amma man thaqulat mawazinu, ama yule ambaye mema yake yakawa ni mazito, wa taati, na yale aliyoyafanya katika mambo ya kumtii Allah, wa anwa'il qurbati, na aina za kujikurubisha kwa Mungu zenyewe zikawa zina uzito zaidi, fahuwa fi 'ishati radiya, ay fi jannatil khuldi, atakuwa kwenye pepo ya kudumu, fi na'imin muqimin, katika neema zenye kudumu, la yahulu wala yazulu abadal abadi, hatozuiliwa na wala hazitoondoka, ni milele na milele katika neema hizo za kudumu. Atakuwa mtu huyu ambaye mizani ya mazuri yake na taati zake alizozifanya zikawa zina uzito, akasema qariratu ainuhu, ambayo ni kitulizo cha jicho lake, biminnatillahi alayhi, kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizomneemesha huyu mwanadamu, wa fadlihi jalla fi ula, na kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyatun, atakuwa ni mwenye kuridhia. Walhadha, na kwa ajili hii basi, jaa fil hadithi sahihi, imekuja katika hadithi sahihi, idha dakhala ahlul jannati lijannata, pindi watakapoingia watu wa peponi kuingia peponi, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala atasema, turiduna shay'an azidukum, mnataka chochote, mna kitu mnataka niwazidishieni? Kuna kitu, yani watu wameshaingia peponi, wamepata raha za peponi, wamepata neema za peponi. Mungu atawauliza, turiduna shay'an azidukum, kuna kitu mnataka niwazidishieni? Fayaqulun, watasema watu wa peponi, alam tubayyidh ujuhana, hujazifanya nyuso zetu zikawa nyeupe? Umetung'arishia nyuso zetu zikawa ni nyeupe pe. Kwa sababu katika dalili au watu wa peponi nyuso zao zitakuwa ni nyeupe, na watu wa bid'a nyuso zao zitakuwa ni nyeusi. Nyuso za watu wa sunna zitakuwa ni nyeupe. Akasema, wakaendelea kusema, alam tudkhilna aljannata, hivi haujatuingiza peponi? Watunajjina minan nari, na kutuokoa na moto. Yani kana kwamba wanataka kusema
kitu gani tena kingine? Umetung'arisha nyuso zetu, umetuingiza kwenye pepo. Sasa kwenye pepo kile unachokitamani kinakuja. Kile unachokitamani kinakuja peponi. Ndio Mwenyezi Mungu anasema fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Haijui nafsi kile ambacho Mwenyezi Mungu ameifichia hiyo nafsi, ambayo ni katika vitulizo vya macho na ni malipo kwa yale walioyafanya duniani. Kwa anasema katika hadithi kwamba ilikuja kwamba adatu liibadi salihin, nimewaandalia waja wangu waliowema ma la ainu ra'at, vitu ambavyo macho hayajapata kuona, wala udhunu sami'at, wala masikio hayajapata kusikia, wala khatara ala qalbi basharin, wala haijawahi kupita katika fikra za binadamu. Au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwamba vitu hivi Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale ambao watakaokuwa ni wema. Wataambiwa ingieni ndio mwisho wenu wa kifo, ingieni ndio mwisho wenu wa kuzeeka, ingieni ndio mwisho wenu wa kuugua. Peponi hakuna maradhi. Kwa hiyo anasema ni kitu gani tena ambacho utatuongezea? Anasema qal fayakshifu alhijab, Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha pazia. Ataondosha pazia. Fama utu shay'an, hawajawahi kupewa au hawakupewa kitu, ahabba ilaihim, kitu ambacho kinapendeza kwao wao, minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Hawajawahi kupewa kitu chochote ambacho ahabba ilaihim, ambacho kinapendeza zaidi kwao wao, minan nadhari, kuliko an-nadhar ila rabbihim, kuliko kumtazama Mola wao, kuliko kumwangalia Mola wao. Kuliko kumwangalia nani? Na hadithi akhrajahu Muslim. Hakuna kitu ambacho kinapendeza kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu ajma'in minhum bimannihi wa karamihi, na Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa watu watakao muona Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na kwa ukarimu wake. Kwa hiyo hichi ni kigawanyo cha kwanza. Wa amma man khaffat mawazinuhu, na ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni nyepesi, ay bisayiati wal maasi wadhunubi, kwa maovu na maasi na madhambi aliyoyafanya,
yakazidi yale mazuri yao, fa ummuhu hawiya, mtu huyu mama yake atakuwa ni hawiya. Ai anna nara hiya maawahu, kwamba moto ndio takuwa makazi yake. Fa ummuhu, manake mama ndio mahala pa kutulia kwa mtoto Kwa hiyo na yeye makazi yake yatakuwa moto, atakuwa kama mama yake, ndio anakolelewa. Anna nara hiya maawahu wa hiya makanuhu, na kwamba moto ndiyo makazi yake na ndiyo sehemu yake. Waqila umuhu ay ra'suhu, maanake kama hawatopimwa inawezekana watu wengine wakaleta mjadala, yani kuleta nini mjadala. Lakini kauli ya pili wanasema la tuzanu amalu likufari, matendo ya makafiri hayatopimwa, kwa kutumia dalili fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, hatutosimamisha kwao mizani siku ya kiyama. Kwa hiyo wale wa jumhur wametumia aya ya Mwenyezi Mungu nayo inayosema ya kwamba wa man khaffati mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum, na wale ambao mizani yao itakuwa ni nyepesi, ambao ni makafiri, sasa haina kitu. Faulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ni wale ambao wamekula hasara ya nafsi zao, maana yake nafsi zao zimeteketea. Kwa hii inaonyesha kwamba itapimwa hata kama itaonekana hamna kitu, lakini watapitishwa kwenye mizani. Kwa hivyo wako ambao wataingia motoni watadumu milele, na ndio hao kufarun, na wako ambao wataingia motoni ni Waislamu, lakini baadaye watatolewa kwa sababu wameingia, wana chembe ya imani, wana sehemu ya tauhid. Kwa ile ya kalima ya la ilaha illa Allah ambayo haikumalizwa kabisa na madhambi yao, ndio itakayowaokoa, itakayowakomboa siku hiyo na kuwatoa katika moto wa Jahannam baada ya kumaliza adhabu yao. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, huenda wakatamani wale waliokufuru siku Waislamu wanaotoka peponi na wao wangekuwa hata ni Waislamu tu wale wa kawaida. Naam, tumesema leo tuko na suratu Al-Qari'ah ambayo pia nafikiri tunafahamu kwamba ina majina mengi. Siku ya kiyama imepewa majina mengi kutokana na uzito wa siku yake. Tunayo Al-Ghashiyah, tunayo Al-Haqa, na yenyewe ikaitwa pia Al-Qiyama, Al-Qari'ah. Yote hayo ni katika majina ya siku ya mwisho, siku ya kiyama, siku ambayo inatisha, inaogopesha. Kwa hiyo biidhnillahi tabaraka wa taala leo tutakuwa ni wenye kuishia hapa, kwa maana ya kwamba kipindi kitakachokuja biidhnillahi tabaraka wa taala tutakuja kutafsiri suratu Takathur. Tutakuja kutafsiri suratu Takathur, lakini hii pia tulipeana majukumu ya kwamba ihifadhiwe. Kwa hivyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sema mama yake maana yake ni kichwa chake, kwamba fa ummuhu yani fara'asuhu, na kichwa chake hawiya, yani yahawi ala ra'sihi fi nari, yani atakuwa anaingia motoni akiwa ameinamisha kichwa, miguu juu, anazama kwenda kwenye moto,
akiwa anaenda kwa kichwa, miguu iko juu. Hiyo pia ni katika tafsiri, wapo walio tafsiri hivyo. Wama adraka ma hiya, ni kitu gani kitakachokujulisha ni nini hiyo hiya? Akasema ay hadhihi alhawiya, kwamba hii hawiya ta'dhimu amriha, ni kulitukuza lile jambo lake, ni kulikuza lile jambo lake. Wa bayanu likhuturatiha, na kubainisha uhatari wake. Ndio maana akasema wama adraka ma hiya, ni kitu gani kitakachokujulisha ni nini hiyo ma hiya? Hiyo ma hiya ni nini? Akasema narun hamia. Hiyo hawiya au mahia, akasema ni ay narun shadidatun muhriqatun, akasema ni moto mkali wenye kuunguza. Ni moto mkali wenye nini? Wenye kuunguza. Waqad jaa fil hadithi, na imekuja katika hadithi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama qal, amesema narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam a'adhana Allahu minha. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema moto wenu huu mnaoutumia hapa duniani, moto wenu mnaoutumia hapa duniani, min 70 juz'an, ni katika kisehemu, katika sehemu za moto ambazo ziko 70. Kwa hiyo hichi ni kisehemu kimoja katika 70. Ina maana hizi 69 zote hazipo, sisi tunatumia tu haka kasehemu kamoja. Huu moto unaunguza vitu mbalimbali, ukimchoma mtu anaungua, ukichoma bati inaungua, ukichoma mbao inaungua. Huu moto ni sehemu ya 70, ambayo inabaki sehemu nyingine 69. Sasa je, kama tungepewa sehemu mbili, labda mathalan kama huu ambao ni sehemu moja tu ya 70 ndiyo inaunguza hivyo. Kwa hiyo anasema narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannama, moto wenu huu mnaotumia ni kasehemu tu katika sehemu 70 min nari jahannam, katika moto wa jahannam. Kwa hivyo mpaka sasa manake tumeeleza makundi mawili ya watu. Manake kuna kundi itakaloenda motoni na kundi itakaloenda peponi. Ni kundi gani ambalo limebaki? Ni kundi gani ambalo limebaki? Nani anaweza kutuambia hapa? Naam.
Kundi ambalo limebaki ni kundi gani? Tumetaja makundi mawili, litakaloenda peponi na litakaloenda motoni. Kundi gani limebaki? Hatuna wala hatujaona. Wala haiji hata kidogo kwamba kuna kikundi kimebaki. Aliko kwenye sura hii. Sawa, hata kama aliko kwenye sura hii si unawataja. Haujanyimwa. Kwa maana sura hii inabainisha kwamba fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radhiya, ama yule ambaye mizani ya mema yake itakuwa ni nzito, maisha yake ni ya peponi ya kuridhiwa. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, na ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni nyepesi, imezidiwa na maovu yake, madhambi yake, mama yake ni hawiya. Na hawiya ni nini? Narun hamia. Bado ninyi hamjaona? Naam, wale ambao hawatadumu milele motoni, lakini wameshaingia, ni katika wale wanaoingia motoni. Kundi la watu ambao wanabaki ni wale ambao matendo yao yatabalance, mizani imebalance, mema na mabaya yamelingana 50 kwa 50 mathalan. Hawa wanaenda wapi? Kwa maana aya imetaja makundi mawili, wale ambao mema yao yatakuwa yamezidi maovu yao ni peponi, na wale ambao maovu yao yamezidi mema yao ni motoni. Ikaacha kundi moja lile ambalo limebalance. Lakini kama angalizo katika watu ambao wanawachuoni wamekhtalifiana kwenye kupimwa ni makafiri. Je, makafiri wataingizwa kwenye mizani au hawataingizwa kwenye mizani? Maanake tukisema makafiri kuna khilafu ya kwamba watapimwa au hawatapimwa matendo yao. Ina maana tunaona kwamba hawa ambao tunawazungumza mema yao kuwa yamezidi maovu yao ni Waislamu, na hawa ambao maovu yao yamezidi mema yao bado ni Waislamu, ambao ndio wanaotarajiwa baadaye watatoka. Sawa. Kwa hiyo ama makafiri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema katika aya mbalimbali, na kauli ya jumhur wa wanawachuoni wanasema makafiri watapimwa matendo yao ili ijulikane kwamba hawana kitu, ili ijulikane hawana nini? Hawana kitu.
ili kila mtu ajue kwamba hawa hawana kitu, na ili wahukumiwe kwenda motoni, ili julikane uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana vizuri?